Tunatupwa mjini chuo, kila mtu na mishe zake, si unajua tena maisha ya chuo. Kwa mbali tunamuona dada mmoja anatembea kama yeye ndo mtu wa kwanza kuwa nayo. Jina lake anaitwa Bella. Akafika akagonga kioo cha Range fulani iliyokuwa imepaki. Kioo kikashushwa. "Hey Kanye, naweza kuongea na wewe kidogo?" Maana Madam Sia bado hajafika, hivyo kipindi hakijaanza. Hilo unajua. "Basi naomba tuongee." Mchizi akatoka kwenye gari. Bella akamtandika busu zito. Mchizi akamsukuma. "Ina maana gani hiyo?" "Kanye nakupenda na unajua, unafanya tu mambo yanakuwa magumu. Sasa hicho sio kigezo cha wewe kupiga mabusu watu. Omba ruhusa kwanza, usije kujaribu tena hii michezo, sawa?" Ile kutupa macho upande wa pili akamuona Madam Sia. Mdada mzuri sana, kaenda hewani, rangi fulani ya uzungu mwingi, kikalio fulani cha bei ya jioni cha Uturuki. Kanye akachukua begi lake. Kwa bahati mbaya akaangusha simu. Akafunga mlango wa gari akanyooka darasani. Sasa kwenye kipindi Madam Sia yuko busy anafundisha, Kanye naye yuko busy anaandika jina lake kwenye daftari. Anampenda sana Madam Sia. Basi mida usiku mwingi, Sia anajaribu kumpigia mpenzi wake ambaye anaishi nchi za nje lakini hampati. Shoga yake anaitwa Muna, akawa anamwambia atulie tu, huenda yuko busy, akitulia atampigia. Hii sio kawaida, anahisi kuna tatizo. Tatizo ni wewe hapo jinsi unavompenda. Basi Sia akakomaa kupiga simu, mwisho akapitiwa usingizi. Katika harakati za kujigeuza, mara simu ikaita. Akairukia chapu kupokea. "Hey, kuna shida gani? Nimekupigia mno sikupati." Ndo tunaoneshwa sasa huyo mpenzi wake wa nchi za nje. Kumbe ni Kanye bana, mwanafunzi wake. "Nilipoteza simu yangu leo asubuhi, kwa hiyo kanibidi ninunue mpya." Sasa hawa wawili wako kwenye penzi zito mno, na Sia hajawahi kabisa kukutana na mchizi. Anaonaga tu picha zake, maana walikutana kwenye zile app za kutafuta wachumba. Kanye huwa anamtumia Sia picha ambazo sio za kwake. Kuna mwamba mmoja huwa anatumia picha zake, na hata Sia akitaka kupiga video call, basi yule mwamba ndo anahusika. Kwa hiyo Sia anajua ana date na mtu anaitwa Kennedy na sio Kanye mwanafunzi wake. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa East Konka, na hii hapa ni E7bit. Subscribe na utano notification bell ili uweze kujiunga na familia hii kubwa. Kesho yake Sia akawa anamwambia shoga yake kwamba kuna kitu hakiko sawa kuhusu video calls zinazoongeaga na Kennedy. Ziko tofauti sana na audio calls. Labda ana aibu, watu wengine wakogo hivyo. Aibu? Ndiyo. Sidhani. Ila ni vile tu kwamba video call mara zote mimi ndo naongea. Yeye kanyamaza tu. Muna anamwambia inaweza kutokea sababu nyie hamjawahi hata kukutana. Lazima kuna namna mchizi anaweza akawa anajihisi aibu. Sia akamuelewa shoga yake. Huku mjini chuo, Madam Sia kabeba matokeo ya mtihani wa somo lake. "Na mnakumbuka niliwaambia yoyote atakayepata alama za juu ataenda kula lunch na mimi?" "Ndio. Na nimeona mmejaribu, lakini kuna huyu mmoja amefanya vizuri zaidi. Kwa hiyo mtu mwenye alama za juu zaidi ni Kanye. Mpigieni makofi tafadhali." Watu makofi tu. "Hongera sana Kanye." "Sawa mabibi na mabwana, yalikuwa hayo tu kwa leo. Tukutane kipindi kijacho. Kanye, utanifuata ofisini kwa ajili ya zawadi yako, sawa?" "Kweli mzee." Baadaye mchizi akatimba ofisini kwa madam. "Hongera sana Kanye. Haya, hii hapa zawadi yako." "Nilidhani ni lunch date." "Lunch date na mwanafunzi wangu?" Mwache utani bana. "Lakini hivyo ndo ulivyosema, hivyo ndo ulivyowaza. Kwa hiyo ulidhani utaenda lunch date na mimi?" Sia akawa anacheka tu, anaona udogo kapagawa nini. Kumbe mwana anaumia sana rohoni. Kasoma kwa nguvu mno ili akapate lunch kwa pamoja na kipenzi chake, lakini mwisho anapewa misosi ya mama ntilie ya buku mbili ile. Sasa mida usiku mwingi nyumbani kwa Kanye akaja babu yake. Wakasalimiana pale kisha wakaanza kuongea masuala ya biashara. Maana baba yake Kanye alifariki, hivyo kila kitu akarithishwa Kanye, lakini kwa uangalizi wa babu yake. Kwa hiyo dogo ni tajiri vibaya mno. Kesho yake huko chuo, Kanye akamuona madam, akamfuata. "Madam, naomba nikusaidie kubeba." "Hapana, usijali." "Madam, nasisitiza niko serious. Naomba nikusaidie." Madam akampatia mikoba. "Na pia naomba nikupe lift mpaka unapokwenda." "Usijali, nimesha request taxi na inafika muda so mrefu." "Mwanaume wako anatakiwa kukununulia gari bana, mrembo kama wewe." "Kweli Vipi kama nikichukua gari yako? Utaipenda hiyo?" Nenda tukachukue." Madam anachukulia mizaa, kumbe mchizi yuko serious. Baada hapo Kanye akahudhuria kikao cha bodi na akashusha nondo za maana. Babu yake akawa anafurahi sana, anadai anaweza kumwachia kila kitu sasa maana amekwiva. "Lakini pia vipi kuhusu huyo msichana, mpenzi wangu au?" Yuko poa. Unajua mimi si support michezo unayocheza. Ni hatari ujue. Huwezi ukawa unacheza na hisia za mtu hivyo. "Babu, mimi sichezi michezo. Ninampenda kweli." "Sasa mwambie unavyojisikia." "Siwezi kwa sababu hawezi kabisa kunisikiliza." Mzee akagoma kumsapoti kwenye hilo. Huku nako Sia anamwambia Muna kwamba kuna huyu kijana mmoja darasani kwangu anaitwa Kanye. Ni mtulivu, mcheshi na mchapakazi sana. Lakini kuna vitu fulani kama navifananisha, kama namjua hivi. Kuwa makini. Maana hawa watoto hawa
Mimi nasema tu maana sielewi. Hapo hapo simu ya Sia ikaita. Hey baby, nimekupigia mno lakini sikupati, ulikuwa wapi? Nisamehe sana. Leo nimekuwa na kazi nyingi mno. Basi stories za hapa na pale, mapenzi ya mbalimbali, si unajua tena. Sia, twende ukaone surprise yako. Surprise gani? Wewe twende. Basi wakatoka wote mpaka nje. Kainye akamnunulia gari Sia na kulikuwa na kimemo kimeandikwa usipande tena taxi. Muna kapagawa kishenzi. Na sisi tutapata lini wa hivi jamani? Sia ikabidi ampigie Kennedy. Umeninunulia gari? Umelipenda eh? Ndiyo nimelipenda, sijui hata niseme nini. Usijali, unastahili bana. Basi naomba nikate simu ili nipige kunga nyingi. Simu ikakatwa, zikapigwa kunga nyingi mno pale. Basi kesho yake tena huku mjini chuo, Bella akamsimamisha Kainye. Nini tena jamani? Nimeandaa pati kwangu na nimekualika wewe tu darasa zima. Nije ili unipige busu tena. Ile kutupa macho pembeni, akamuona Mr. Diamond anamtongoza Sia. Ila Sia akawa anamkataa na amekuwa akimsumbua kwa muda mrefu sana. Basi Diamond akaona amwachie tu zawadi aliyomletea kisha akaondoka. Mida usiku wakati wanaongea kwa simu, mchizi akamuuliza, niambie kuna chochote kimetokea leo chuo kikakuvuruga?" Sia akasema hakuna chochote. Mbona inakuwa ngumu kwangu kuamini? Sawa, ngoja nikwambie. Kuna huyu mfanyakazi mwenzangu ananifatafata sana. Japo nishamwambia niko kwenye mahusiano. Hivi mpenzi, ushajiona? Wewe ni mzuri sana. Kila mwanaume lazima anatamani kuwa na wewe. Lakini ndio hivyo, nishachukuliwa na wewe. Kesho yake tena mchizi kala puzi, mara kaingia babu yake. Kashika jalada la Forbes, dogo kakaa front page. Kelele za shangwe tumule ndani. Babu akamwambia tutafanya sherehe kubwa mno. Lakini kabla ya hiyo, omba chochote. Chochote? Una uhakika? Ndiyo, we omba. Siwezi kutengua maneno yangu. Basi inaomba nifikirie kwanza, alafu nitakwambia. Basi sawa, ukifikiria utanambia. Huku mjini chuo, Diamond akambananisha tena Sia. Kainye akamuona, akaona msaidie kipenzi chake. Akasogea mpaka pale. Madam, nimeambiwa unaniita." Ndiyo nilikuwa nakuita." Diamond kama utajali naomba kuongea na mwanafunzi wangu." Basi sawa." Diamond akaondoka. Ulitaka kusema nini? Nilikuwa nakusaidia tu. Inaonekana ulikuwa utaki kuongea naye. Kwa hiyo, kati ya mimi na wewe nani anatakiwa kumsaidia mwenzake? Hivi nikuulize? Ndiyo, uliza. Ukiniangalia mimi unaona nini? Mtoto mwenye michezo mingi. Mimi sina michezo, ninawajibika sana. Alafu unajua na kufananisha na mtu. Nani huyo? Basi acha tu. Asante tena kwa msaada wako, lakini hakuna haja ya kufanya hivi tena, sawa? Kisha akasepa. Huku nyumbani, Kainye akamuonesha babu yake pete aliyomnunulia Sia. Hii ina thamani gani? Dolari za Kimarekani 40. Lakini kwa nini usimwambie ukweli huyu mwanamke? Kama akikukataa sawa pia. Kainye akasema ana plani, lakini atahitaji msaada wake. Aende kumwakilisha nyumbani kwa akina Sia. Sikia we dogo, mimi naitwa Sir Christopher Ibinabo. Hivi unajua litanichafua kiasi gani hili? Ulisema mwenyewe niombe chochote. Hiki ndo kitu pekee ninachoomba toka kwako. Na ulisema uwezi kutengua maneno yako. Mzee akujibu kitu. Basi mida usiku mwingi Sia anatafuta usingizi. Kabla hajalala simu yake ikaita. Alikuwa ni Kennedy. Wakati wanaongea mlango ukagongwa. Kwenda kufungua akakutana na mtu wa delivery. Mizigo yako hii kama kawaida. Mpenzi, tena nishakwambia uache kunitumia zawadi, zimetosha. Huna namna, tayari ushakuwa mpenzi wangu, zawadi zitakuwa nyingi. Alafu fungue hicho kiboksi kidogo. Sia akafungua akakutana na pete. Akaganda kwanza. Anastasia Amanda Deary, uko tayari kuolewa na mimi? Hatukuoneshwa majibu ya Sia, ila kesho yake akawa anatamba kwa shoga yake. Tayari kavikwa pete ya uchumba yenye thamani ya dolari za Kimarekani 40. Wewe, inawezekanaje hii? Huyu jamani nani? Anafanya kazi gani? Mimi mwenyewe sielewi. Lakini Sia, una uhakika na huyu jamaa? Asije kuwa mtu mbaya? Nyamaza, nani mtu mbaya? Sia hakutaka kusikia habari za kumuhisi mchizi vibaya. Basi bana, siku hizi Sia anaingia chuo na Mercedes, ila anashuka parking akakutana na Kainye. Unaonekana una furaha sana leo. Nilijua tu utauliza kama kawaida yako. Hata hivyo najua ikuhusu, lakini nimechumbiwa. Hongera sana ise. Naomba nikusaidie mikoba. Hapana, muda wote unanibebea laptop, vitabu, hutakiwi kujitesa. Mimi na enjoy kufanya hivyo. Kwa hiyo nipe tu. Kainye, kuna shida gani? Tulikuwa karibu sana mwanzoni mpaka watu wakawa wanahisi tuna date. Siku hizi shida nini? Bella, nimekuwa busy sana siku hizi. Hiyo sio kweli na unajua kabisa. Au ni kwa sababu yake? Nani? Unadhani sikuonagi unavyomwangalia darasani? Unavyopambana kuwa karibu naye? Unadhani sioni? Unaongea nini wewe? Ni Misia, najua unampenda. Sikia, yule sio level zako. Hawezi kukukubali. Wewe umejuaje kama ni hivyo? Tena usijaribu kukataa. Unatakiwa uache kumfuatilia. La sivyo nitatengeneza story kuhusu nyie wawili. Na unajua itamuaffect kiasi gani. Bella, usijaribu kufanya huo upuuzi, nitakuvuruga.
usije kufanya jambo lolote la ajabu kumharibia, ninakuonya. Kisha akasepa. Sasa Kainye akawa na force mipango ya harusi ianze mapema kabla hata hajarudi kutoka Marekani yake hiyo ya mchongo. Hivyo akawa anamwambia Sia kwamba akamtumia $35 kwa pesa za Tanzania ni kama milioni 87 hivi. Sia jicho likamtoka, hizo hela ni nyingi sana. Alafu event iliyopo ni siku ya kutoa mahari na mipango ya harusi tu midogo midogo. Mchizi anadai kwamba anataka vitu vinyooke, ndio maana anatuma pesa nyingi. Siku ya kutoa mahari ikafika, lakini mchizi akadai kachelewa ndege yake. Hivyo akaja babu yake kumwakilisha. Sasa hilo tukio likawa linamtia mashaka Muna. Inawezekanaje hiyo? Akawa anamwambia ni bora amsubiri tu mchizi mpaka arudi ndo mipango iendelee. Sia hataki kusikia habari za kusubiri. Anasema yeye yuko sawa tu. Pamuwaini ikamiminwa. Sia akaipeleka upande wa mume. Mzee akainywa ile pamuwaini. Watu makofi tu. Basi taratibu zikafuatwa kama kawaida, mahari ikatolewa, binti akachukuliwa. Huku nyumbani Kainye anawaza atulii, muda unakwenda. Baadaye wazee wakafika na mwali. Alafu kiangalia vizuri nje ya geti, unamuona ndugu Bella anachungulia. Sia akamuona Kainye. Kainye, unafanya nini hapa? Mimi naishi hapa. Karibu nyumbani. Mzee naye akasema ndio tumefika. Baada ya kupewa stori nzima, Sia akatumia kama dakika 5 kuichakata kichwani hiyo stori. Akaruka akamuwasha kofi Kainye. Unaniambia upuuzi gani? Yaani nimeolewa na wewe? Inawezekanaje hiyo? Eti nimeolewa na mwanafunzi wangu? Mwanafunzi wangu? Mtoto? Lakini si tena wewe mzee nyamaza. Nyamaza kabisa. Sia akaondoka pale kwa hasira. Nilikuonya we kijana. Nilikuonya kabisa. Sia kufika nje alipiga kelele kama mwehu. Muda huo Bella anawapata mubashara lakini haelewi. Vilio tu eneo la tukio. Basi Sia akarudi nyumbani. Anawaza kishenzi, haamini. Huku Kainye anapiga simu nyingi mno lakini Sia okoti. Sasa mimi najiuliza, kawezaje kuficha kwa hiki kipindi chote bila wewe kujua? Mwaka mzima. Mimi nilihisi tu kuna utofauti kwenye video calls. Kumbe alitafuta mtu ajifanye ndo Kennedy. Vichwa vinawaka moto. Nafanya nini sasa na tayari nimeolewa na mwanafunzi wangu? Huku naye Kanye muda wote kalala tu. Dada wa kazi akaingia na akampatia gazeti. Taarifa ya Kainye kumuua mwalimu wake imesambaa kila kona. Mchizi akapagawa kishenzi. Huku nako Sia na Muna taarifa imewafikia. Sia anasema kwamba kari yake kufundisha tayari imevurugwa na hii skendo kubwa. Muna akauliza sasa watu wamejuaje? Maana issue ilikuwa ya kifamilia tu. Majibu hakuna. Ila sisi tunamjua alofanya hivyo. Ni Bella. Punde wakasikia mlango unagongwa. Muna akaenda kufungua. Akaingia Kainye. Kufika sebleni, wewe usiniguse. Una furaha sasa Umeniharibia maisha yangu, sasa umefurahi. Mimi napenda kufundisha, napenda kuona watu wakihitimu. Kwa sasa siwezi tena kufanya hivyo. Siwezi kuonesha uso wangu sehemu yoyote. Kwa nini umenifanyia hivi? Kwa sababu ningekufuata direct usingenikubali. Uko serious kweli? Akili zako ziko sawa? Mimi sio lika lako, hatulingani. Mimi ni mwalimu, wewe ni mwanafunzi. Ningekukubali vipi sasa? Nisamehe sana. Mimi sijalala siku kibao. Mimi sijali. Tumekuwa tukiongea kila siku kwa mwaka mzima, lakini siku hizi hakuna. Naomba nisamehe sana. Nilijua hili lazima litakuumiza, lakini nilikuwa tayari kukupa muda wa kutosha mpaka ukae sawa. Muda? Yaani muda? Muda wa nini sasa? Yaani muda wa nini? Hivi muda? Naomba unielewe Sia. Mimi najua ninachokihitaji. Nataka utoke nje. Mimi napambania ninachokitaka. Toka nje! Mchizi akaamua kutoka tu, moja kwa moja kwa Bella. Wewe vipi? Unafanya nini hapa? Najua wewe ndo umefanya hivi. Huwezi kunidanganya. Wewe ndo umefanya hili. Ni wewe pekee ndo ulikuwa unajua kuhusu mimi na Sia. Wewe ndo umeipeleka story kwenye magazeti, si ndio? Mbona sikuelewi wewe? Nilituma watu wangu wapeleleze na wamegundua ni wewe. Una matatizo gani wewe? Nisamehe sana Kainye. Sikutaka vitu viwe vikubwa hivi. Sikujua kama story ingekuwa headline. Sasa ulitegemea nini? Kwa hiyo hii ndo ilikuwa plani yako, kumuumiza Sia, sio? Sasa chochote kitakachomuumiza Sia kinaniumiza na mimi pia. Kama sitokusamehe. Kisha akaondoka. Basi Sia akaitisha kikao cha familia pande zote mbili. Anasema hii ndoa ilikaa kimichezo, kila kitu ni uongo tu. Hivyo basi anaomba mahari irudishwe na ndoa iwe ndo imevunjika hivyo. Mzee akasema tunaelewa unavyojisikia na tunakuomba radhi sana, lakini pia nimesikia umesema unataka mahari irudishwe. Hapana babu, hakuna kurudishiwa chochote. Tunahitaji muda tu ili mambo yawe sawa. Mambo gani yakae sawa? Unaleta utoto hapa? Mzee tafadhali, mimi ni mtu mzima, naweza kumtunza. Nimekuwa nikiongoza kampuni ya mamilioni ya dola toka nikiwa na miaka 17. Naweza kabisa kumtunza, sema tu bado hajatulia kwa sasa. Wewe kwangu mimi ni mvulana, na mvulana hawezi kabisa kuwa mume wangu. Mimi tayari mumeo, uliza kila mtu hapa. Huwezi tu kurudisha mahali eti kisa tu umeamka unajisikia unataka kurudisha mahali. Haiwezekani.
Hivi unajua ni jambo gani umefanya wewe? Uelewi kabisa hiki kivumbi kilichokitimua hapa katikati. Umesababisha kidogo tu nipoteze kazi yangu. Unajua siwezi hata kukuangalia. Kwa nini? Kwa nini huwezi kuniangalia? Kwa sababu una hasira? Nimemaliza mazungumzo. Akanyanyuka akasepa. Kikao ndo kikaishia hapo. Ila wazee wakampa moyo dogo tu kwamba kila kitu kitakaa sawa. Wanahitaji muda tu. Sasa ndo nimefanya nini? Au ningeacha tu mahusiano yakaendelea kuwa ya mbalimbali? Au labda nisingefikia huku. Nisamehe sana Sia. Nimekumisi sana. Kisha akachukua simu akampigia Sia. Niambie, natakiwa kukuitaje sasa hivi? Kainye au Kennedy? Mchizi akasema nimekumisi. Lile neno liliupiga moyo wa Sia. Na yeye kamisi pia maskini. Na mchizi akaelewa kabisa hilo neno limempiga usoni. Akasema nakuja sasa hivi. Akatoka nje akachukua gari yake moja kwa moja kwa Sia. Akafika akagonga mlango. Punde akafungua Sia mwenyewe. Yuko low vibaya mno. Sura yake tu inaongea. Nimekukasirikia sana. Ila nimesimama. Hakumaliza sentensi akaanguka chini. Basi wakamfikisha ndani wakamkanda, baadaye akaamka. Unatakiwa kula. Hujala kitu toka siku ya harusi. Mimi sina njaa. Hutakiwi kuwa na njaa. Wewe unatakiwa kula tu. Mara mlango unagongwa. Muna akaenda kufungua, akaingia Kainye. Unafanya nini hapa? Unaendeleaje? Haya kuhusu, fanya uondoke. Usikii au? Sikutaki hapa. Mwana hataki kusikia habari za kuondoka. Mwisho siku Sia ikabidi amuache tu. Chakula kikaja. Ile anataka kumlisha, Sia akawa anakataa kwamba njaa hana. Mchizi akasema sawa, akaeka supu pembeni. Kisha na yeye akalala. Unafanya nini wewe? Nitalala hapa mpaka utakapokubali kula. Hivi una shida gani? Kwa nini usiniache tu mwenyewe? Mchizi akaanza misamaha tena. Sia anamuona udogo vipi, kapagawa nini? Ila mwisho akakubali kula kwa sharti moja tu kwamba atajilisha mwenyewe. Akaweka na mtu katikati yao, hakuna kugusana. Basi mchizi akawa anamzingatia katika hiki kipindi kigumu. Kesho yake ukapata nafasi ya kuongea. Still Sia anamkataa jamaa kwamba hawawezi toboa kwa sababu kila kitu kilitengenezwa kwa uongo. Mchizi akasema ukiachana na picha za Kennedy, vyote vilivyobaki ni ukweli. Uongo ni uongo tu, hata kama uwe mdogo kiasi gani. Kainye akaendelea kufosi, mwisho Sia akamtandika busu zito. Hiki ndo unachotaka sio? Ngono. Umekuwa ukitamani sana kulala na mimi, si ndio? Unahisi kwa sababu uko na pesa tu ndo unaweza pata chochote unachotaka? Basi njoo tupinduke, si ndo kitu unataka? Kwa hiyo unadhani hivi vitu vyote ni kwa sababu ya ngono? Yaani kila kitu unadhani shida ni wazungu? Hii sio kweli, unanikosea. Sia, nakupenda sana. Kama hatuwezi kuwa pamoja, sasa kwa nini moyo wangu unakudundia wewe? Sia akawa kama anamuelewa. Mwisho akatoa mkoba wake, akamrudishia pete yake. Akamwambia muda wowote wazee wako wakiwa tayari kuchukua mahari yao, wanapajua nyumbani. Kisha akasepa. Basi maisha yakaendelea. Sia akajikaza tu, akaingia chuoni kufundisha. Muda huo Kainye anamwangalia tu. Darasani kila mtu anasema lake. Baada ya kipindi Kainye akamfuata Sia, lakini bado kugumu. Basi siku kadhaa mbele Kainye akaenda kwa mama mkwe. Akawa anaendelea kumsisitiza kwamba anampenda sana Sia. Mama yake akasema, nimekuwa nikikuangalia toka mwanzoni na nimeona kuna ukweli ndani yako. Lakini kuhusu binti yangu Sia, naomba uendelee kumpa muda ili ajifikirie vizuri. Lolote atakalo kuja nalo, basi itabidi upokee tu. Kainye akashukuru sana. Siku zikaendelea kusonga. Miezi miwili mbele, Muna akawa anamwambia Sia kwamba naomba niongee tu ukweli. Unampenda huyu jamaa, sema tu unaficha. Zimepita siku nyingi na bado uko hivi mnyonge. Sia anasema sababu ya yeye kuwa mnyonge ni aibu aloipata. Na nakuona muda wote huko na simu yako, unamsubiri akupigie. Naweza nikao nimemisi simu zake, lakini hajapiga miezi sasa. Ni kwa sababu ulimkataza asipige, hata asioneshe sura yake hapa, au sio wewe? Sia, kama unampenda huyu jamaa basi mpe nafasi. Achana na maneno ya watu wanayosema. Kwani nani anajali? Kama anakupa furaha ondoka naye. Ni mdogo sana, lakini inawezekana. Sia alimsisitiza sana. Kama anampenda basi aondoke naye. Sasa kesho yake anajiandaa kwenda chuo, mara mlango unagongwa. Kufungua anakutana na mtu wa delivery. Mume wako kanituma hizi. Kisha akaingia mpaka ndani akaeka mezani. Akaaga akasepa. Sia akatoa simu yake. Bana, nimpigie au nikaushe? Okay, ngoja tu nimpigie. Halo? Kwa nini unanitumia zawadi? Hujanipigia miezi miwili mizima. Leo hii unanitumia zawadi. Ni kwa sababu uliniambia nikae mbali na wewe, na mimi sikutaka ujisikie vibaya zaidi. Kisha mwana akatokea. Kumbe muda wote alikuwemo humu ndani. Kaingia saa ngapi? Mimi mwenyewe sijui.
Basi akasogea akaanza kumtongoza upya tena. Kabla hatajamaliza kuongea akapewa busu zito. Wakawa mume na mke rasmi sasa. Wanaenjoy sehemu za kuvutia, wanapiga picha nyingi na nini. Imekuwa bunge moja la kapo. Maisha yao yakawa sherehe tu. Mabusu kila sehemu as long as midomo ipo. Na mwisho kabisa Kanye akamvalisha tena ile pete ambayo aliivuaga mwanzoni. Wakawa wanaenda chuo pamoja. Wanafunzi wakafurahi sana kuona pamoja kwa mara ya kwanza. Kasoro Bella tu. Alijaa hasira kwenye makalio, akaondoka kwa hasira eneo la tukio. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Better Half. Niambie hapo chini kwenye comment, ulikutanaje na mpenzi wako wa maisha? Story yenu ilikuwaje? Na nani alikuwa analeta ugumu? Na mpaka leo mna miaka mingapi kwenye mahusiano yenu? Ila kama wewe ni yatima wa mapenzi, basi tusubiri matambara yetu yale ya kuumia roho yale. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa East Konka. Tukutane kwenye video nyingine. Bye. Tuna stress na life wesimami tu inasonga. Movie kali pekee ndo inaweza roho ikakonga. Hauelewi movie ndefu lugha zinagonga. Save time, hii 7B storyteller konka. Wezi cheki movie moja toka juzi. Muda hautoshi na unapenda movie. Tayokata kiu yako ni E7B. E7B. Yo, E7B nigga.